Mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa, Francesca Albanese, amesema gharama za kujenga upya ukanda wa Gaza baada ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita zinapaswa kubebwa sio na Israel pekee, bali pia na mataifa yanayoipa msaada wa kijeshi. Kwa mujibu wake, nchi kama Marekani, Ujerumani, Italia na Uingereza zina wajibu wa kulipa sehemu ya gharama hizo kwa kuwa ndizo wauzaji wakuu wa silaha zinazotumiwa na Israel. Akizungumza katika tukio lililoandaliwa na taasisi ya utafiti ya ODI Global mjini London, Albanese alisema kuwa uharibifu uliotokea Gaza hauwezi kutenganishwa na msaada wa kijeshi unaotolewa kwa Israel na mataifa ya Magharibi. Alisisitiza kuwa wajibu wa kisheria na wa kimaadili unapaswa kuwabana pia wale waliowezesha mashambulizi hayo kupitia usambazaji wa silaha na msaada wa kijeshi. Katika hotuba yake, Albanese aliangazia nafasi ya Uingereza katika mzozo huo, akisema kuwa matumizi ya kambi za kijeshi za Uingereza zilizopo Cyprus kwa ajili ya shughuli zinazohusiana na Israel yanapaswa kuchunguzwa kwa kina. Alieleza kuwa kuna haja ya uchunguzi huru na wa kina kubaini kama msaada huo umechangia moja kwa moja au njia isiyokuwa ya moja kwa moja mashambulizi yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa Gaza. Kwa mtazamo wake, suala hilo linafungua mjadala mpana kuhusu ushirika wa Uingereza katika kile kinachoelezea kuwa mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Albanese pia alisema kuwa mbinu nyingi zinazotumiwa na Israel katika kudhibiti wa Palestina zina mizizi yake katika enzi ya ukoloni wa Uingereza nchini Palestina. Alifafanua kuwa mfumo wa kuwazuilia watu bila kufikishwa mahakamani, pamoja na matumizi ya mateso na urithi wa sera na mbinu zilizowahi kutekelezwa na utawala wa kikoloni wa Uingereza kabla ya kuundwa kwa taifa la Israel. Aidha, mtaalamu huyo wa Umoja wa Mataifa alizungumzia vikwazo vilivyowekwa dhidi yake na serikali ya Marekani. Alisema vikwazo hivyo vimeathiri kwa kiwango kikubwa maisha yake binafsi na taaluma yake, huku akieleza kuwa chini ya mfumo wa kisheria wa Marekani anatendewa kama mhalifu. Kwa sababu hiyo, amesema hawezi kusafiri kwenda Marekani, jambo alilodai linakusudia kumzuia kuendelea kuzungumzia kwa uhuru masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu Gaza. Kwa ujumla, Albanese alisisitiza kuwa ujenzi upya wa Gaza haupaswi kuangaliwa kama suala la msaada wa kibinadamu pekee, bali kama jukumu la kisheria kwa nchi zote zinazochangia kwa namna yoyote uharibifu huo. Alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dhati kuhakikisha uwajibikaji, haki kwa waathirika na ujenzi wa upya unaoongozwa na misingi ya haki na sheria za kimataifa.